Serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imesema inawathamini na itaendelea kushirikiana na madhehebu yote ya dini na kutambua mchango mkubwa wa kukuza uchumi unaofanywa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Muda wa kufikiria ya nyuma, ATAPE songa mbele, nyuma kamwe. Kadiri Mungu ila tujitie nguvu, kwa maana shindano si letu ni la Mungu. Hakuna muda wa kufikiria ya nyuma, ATAPE songa mbele, nyuma kamwe. Kauli hiyo ya serikali imetangazwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Aidan Palamagamba Kabudi wakati akisoma hotuba ya Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko wakati wa kufungua kongamano la siku 3 linalofanyika jijini Dodoma na kushirikisha wanachama wa ATAPE zaidi ya 3,000. Kama mnavyofahamu, mimi nipo hapa, yani Dr. Doto Mashaka Biteko, kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo amenituma niwaletee ujumbe wanachama wote wa ATAPE walio chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kuwa serikali inawathamini na itaendelea kushirikiana nanyi, lakini pia serikali anayoiongoza inatambua na inathamini mchango na jitihada zenu katika kujenga ufalme wa Mungu kupitia taaluma na ujasiriamali wenu. Hivyo msirudi nyuma, muendelee na jitihada zenu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa ATAPE Taifa Bwana Onesmus Nyaluba amesema urasimu katika uwekezaji ndani ya sekta ya biashara umekuwa changamoto kubwa kwa wajasiriamali na wanachama wa chama hicho. Ombi langu na rai yangu kwa serikali ni kwamba wajasiriamali wengi tulio nao wanalalamika changamoto za mazingira magumu ya uwekezaji katika nchi yetu, hasa kwa wazawa. Tunatafuta mazingira ya kuwekeza, lakini upatikanaji wa vibali ni changamoto ambayo pia inawakabili watu. Lakini hata wale wanaothubutu kufanya biashara, matokeo yake pengine wengine kufungiwa biashara zao pasipo kushauriwa. Katika nchi zilizoendelea, watu wanaofanya biashara wanaothubutu wanaungwa mkono na serikali, na hata kama amekosea taratibu anashauriwa ili kwamba aweze kufuata taratibu za nchi, lakini hatimaye aendelee na biashara yake badala ya kumfungia mtu. Kwa hiyo hilo ndilo ombi langu kwa serikali katika kuhakikisha wanatengeneza mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara wetu katika nchi ya Tanzania ili waweze kufanya biashara katika mazingira rafiki. Hata hivyo, amesema ATAPE imekuwa na mchango mkubwa katika jamii, hasa katika sekta ya afya na elimu na mahubiri yanayoweza kuijenga jamii yenye maadili mema kwa taifa. ATAPE imekuwa na mchango mkubwa sana kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza katika masuala ya kijamii. Nianze masuala ya kijamii. ATAPE imekuwa na mchango mkubwa kama ifuatavyo. Tumekuwa tukifanya makambi ya afya kwa maana ya kuwasaidia wananchi wenzetu ambao hawana kipato, hawana uwezo kifedha. Sasa tunaendesha makambi hayo kwa ajili ya kuwapatia huduma bure, na kimsingi sio bure. Fedha hizo huwa tunachanga sisi wanataaluma wa kanisa hili na wajasiriamali ili kuwasapoti hao wenzetu. Lakini tumefanya hivyo si maeneo machache. Tumefanya kule wilaya ya Chato, tumefanya wilaya ya Rombo, tumefanya kule Kahama, tumefanya Morogoro, tumefanya Karatu na kwingineko kote. Lakini pia tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali za kusaidia wenzetu walioko gerezani. Sisi huwa tuwaiti wafungwa wale, tunawaita ni wanafunzi wa maisha. Sasa huwa tunasaidia pengine kuwapatia msaada mbalimbali ikiwemo magodoro na vitu vingine kama sabuni na sukari kwa ajili ya kuwasaidia wanapokuwa katika mazingira hayo. Lakini pia ATAPE tumekuwa tukisapoti mahubiri kwa njia ya satellite. Swala la mahubiri linaweza likaonekana ni kama jambo dogo,
lakini kwa hakika mahubiri, watu wote tuseme katika nchi hii wakiamini, wakamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakaachana na uovu, tunaamini hata tutapunguzia jukumu kubwa kwa polisi kuhangaika na uhalifu, kwa sababu watu wote wataishi wakiwa watulivu katika nchi. Katika nchi ambazo zimetulia na amani kutawala ni watu ambao wameshika misingi na maadili ya dini. Bila dini hakuna utulivu. Kwa hiyo mchango wetu kwa mahubiri katika nchi yetu ya Tanzania umesababisha watu wengi kumwamini Kristo na kuachana na matendo maovu, na hivyo kupunguzia adha ya jeshi la polisi kufanya kazi kwa kutumia nguvu. Badala yake watu wanatii sheria bila shuruti. Afya zikiwa ni pamoja na huduma za elimu, ustawi wa jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuishukuru kwa niaba ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi inavyotupatia uhuru wa dini, lakini pia ushirikiano mzuri tunaopewa na serikali ni mambo ambayo hatuwezi kuyachukulia kiurahisi, na hivyo tunaomba upeleke shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais, lakini kama mwakilishi wake tunapenda utambue kwamba tunatambua jinsi ambavyo tunapata huo uhuru wa dini, na kwa kweli bila ya kuwa na uhuru wa dini hata mikutano kama hii isingewezekana na kuhubiri kungekuwa kugumu sana. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa ATAPE taifa na mikoa wamesema chama hicho kimesaidia kuongeza umoja miongoni mwa waumini, hatua ambayo imeinua ari ya kusaidiana kijamii na kiuchumi. Na hawa jasiriamali na wataaluma wanakutana hapa kwa ajili ya kujadili mambo ya kibiashara pia na kitaaluma, wanaunganisha. Na hii imeleta umoja mkubwa sana na imeleta mashikamano makubwa sana. Na hii imeleta ushikamano wa kuelekezana mambo ya miradi. Kwa hiyo watu wamekuwa wakishirikiana kufanya miradi mbalimbali, wakisapotiana, maana maisha haya bila network sio maisha. Kwa hiyo tumetengeneza network moja kubwa. Nikienda Mbeya leo nina watu watanipokea, watanielekeza. Kienda leo Arusha nina watu. Kwa hiyo imeleta umoja mkubwa sana katika taifa letu. Tumefurahi sana kwa sababu wanachama wangu wa kanda ya Ziwa wamefika kwa wingi. Lakini kwa namna ya pekee nimefurahishwa na namna Kanisa la Waadventista wa Sabato linavyojipambanua kuwakusanya pamoja wafanyabiashara na wajasiriamali na wanataaluma. Hii yote imetufanya tuwe kitu kimoja kwa mahusiano, kwa kubadilishana mawazo, lakini hii inatujenga kibiashara na kuinua uchumi wetu. Na kwa namna ya pekee leo kwa hotuba ya mgeni rasmi tumeona namna gani kanisa na serikali vinavyoweza vikashare na kutengeneza mahusiano ya pekee. Na ukiutazama mwaka 2025 tunaelekea kwenye uchaguzi. Tunaomba kama wafanyabiashara, kama wataaluma, kama wajasiriamali, amani isimamiwe katika uchaguzi wetu, kwa sababu bila amani biashara haipo. Lakini bila amani kuabudu kubaya. Tunahitaji kuabudu katika amani, na rais wetu Mheshimiwa Samia tunaamini ni kiongozi jemedari, atalisimamia hili litakwenda kama linavyotakiwa liende. Katika mkutano huo, ATAPE imetoa tuzo kwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwanamke shujaa na kutambua mchango wake ambao umewezesha kulivusha taifa katika kipindi kigumu. GMTV Dodoma.